imechukua hatua ya kidiplomasia dhidi ya Ujerumani kwa kumuita balozi nchi hiyo mjini Tehran pale, ikilalamikia kile alichokitaja kuwa ni shughuli za kuipinga Iran zinazofanyika ndani ya ardhi ya Ujerumani, pamoja na msimamo ya kisiasa ya viongozi wa Berlin ambayo Tehran bana inaona kuwa ya karibu na inaharibu taswira ya Jamhuri ya Kiislamu. Katika mkutano ambao umefanyika katika Wizara Mambo ya Nje ya Iran, balozi huyo wa Ujerumani Axel Dittmann aliitwa na kuarifiwa kuhusu kile Iran bana inachokiita kwamba hatua za Ujerumani zinazochukua ama zinakiuka heshima na maslahi ya taifa hilo. Kiufupi ni kwamba Ujerumani kama nataka kuingia kwenye mzozo na Iran wa kidiplomasia so vita, lakini kimsingi kwamba ni sasa yani kutoka Marekani na Iran sasa chuma ni Ujerumani na Iran lakini kwenye vitu vidogo vidogo ambavyo vya kidiplomasia Iran inaishutumu Ujerumani katika vitu ambavyo inaonekana hawaitendei haki nchi yao yes. Kwa watu wao walikuwepo kule lakini kwa namna ambavyo wanaishi hata na balozi upande wa pili huko. Yes, kwanza ni kwamba ndani ya Ujerumani kumekuwa kuna maandamano makubwa sana ambayo yamekuwa yakiendelea. Maandamano ya kutaka nchi ya Ujerumani hata wale ambao wanaitwa Wairani ndani ya nchi yao kuweza kupewa haki zao za msingi. Unafahamu kwamba nchi nyingi za kimagharibi ikiwemo Ujerumani, kwa mfano Friedrich Merz huyu kansela wao alitoa hoja kabisa kwamba akasema kwamba muda wa utawala wa Ayatollah Khamenei umeisha. Tunafahamu kwamba Ujerumani mmoja wapo taifa kinara sana katika masuala ya usalama, ulinzi, kuna jumuiya nzima ya Ulaya. Na unafahamu kwamba unapogombana na Marekani ndio unagombana na Ujerumani, Uingereza, kuna mataifa yanakuja hapo, NATO umeelewa? Yanaingia. Alafu yanaingia taratibu tu. Kwa hao sasa wamekuwa wanaweza kaingia katika mashinikizo, diplomasia, sanction, divestment, kukususia, yote imekuwa ni sehemu ya msingi kuhakikisha kwamba sasa wanaenda kufikia ajenda yao ya kuweza kutimiza maslahi yao. Unafahamu kwamba Ujerumani moja wapo ya nchi ambayo wenyewe inataka regime change ndani ya Iran. Lakini vile Uingereza ni nchi ambayo inataka wale ambao wanaitwa waandamanaji kuweza kulindwa. Abasi Arachi aliweza kuwaita mabalozi wa Ulaya. Ndio. Mara ya kwanza ile maandamano yalikuwa yanafanyika, akawekea VAR. Jamani, angalieni. Hawa mnasema waandamanaji, mbona walikuwa wanawapiga risasi? Polisi wetu, angalieni pale. Kwa walikuwa wanalalamika namna gani nchi za Ulaya zinavojaribu kuishutumu Irani kutumia nguvu kwenye maandamano, lakini au maafisa wa Mossad ambao wametajwa kama ni sehemu ya msingi wa maandamano wamekuwa sehemu ya maandamano. Kwa hiyo sasa kauli ya Friedrich Merz, maandamano nchini Ujerumani kutaka kama kuchochea hali mbaya ndani ya Iran imepelekea sasa utawala wa Tehran kuweza kumuita na kuweza kumuonya, bwana hebu njoo kwamba hatupendezwi, kama vile ambavyo balozi wa Israeli katika nchi ya South Africa aliambiwa funga vilago vyako, ondoke ndani masaa 48. Kwa hiyo imekuwa ni kawaida kwa nchi pale ambapo wanapoona kabisa kwamba nchi husika inaitendea vibaya, tunakuita kwanza wewe balozi, njoo wanatuzungumze. Ingawaje hawajeka bayana kwamba mazungumzo kawaje na nini, akiambia njoo, umesikia kauli za Merz kule, afu mmeona mambo mnaofanya kule. Nakumbuka pia mwaka jana vile wakati wa ile la Palestina na nini, Ujerumani akachagua upande, unakumbuka? Kwa jamaa wanaona kama saa nyingine wanabagua nchi fulani za mlengo fulani wa masuala ya kidini, atuendi huko. Akasema bwana hebu njoo tuzungumze, inakuaje? Mbona kama natumia neno gumu kidogo kwenye masuala, mbona kama mnachokonoa nyinyi Ujerumani vipi? Mnatuingilia. Yani mnatuingilia hapo, mtoi haki kwa raia wetu vipi bwana, inakuaje? Lakini Ujerumani katika swala la nguvu ya kijeshi sasa hivi nafikiri si kama zamani kabisa. Ujerumani ni taifa kubwa sana. Unajua unapozungumzia Ulaya maana yake ni Ujerumani na Ufaransa. Ndio mataifa ambayo yana nguvu kubwa ya kiuchumi na nguvu kubwa ya kijeshi. Mataifa mengi ya Ulaya ni mataifa madogo sana. Hata uchumi wake sio uchumi mkubwa sana. Kwa sasa kauli ya Friedrich Merz kwa mfano, huo ni mwafidhina na mwanasheria, na kauli kwa mfano ya Emmanuel Macron, hao ndio wamekuwa wakiongoza championi ya Ujerumani ya nchi za Ulaya. Kwa sasa na hiyo ipo wazi, unafahamu kwamba
hizi nchi nyingi za Ulaya ndo zimekuwa ni sehemu ya msingi ya kuweza kuisupport nchi ya Israeli. Kwa katika masuala ya kijiopolitiki ya Mashariki ya Kati wamekuwa kwa pamoja wakisimama sambamba dhidi ya taifa la Israeli, lakini zaidi sana dhidi ya kuweza kulinda utawala au kuweza kuangusha kile ambacho kinachoitwa utawala wa Ayatollah Khamenei. Of course jana na juzi Ayatollah ametrend sana kusema kwamba anaweza kuzamisha, Ayatollah anasema anaweza kuzamisha meli za Abraham Lincoln na zile meli za Ford ambazo kumbuka zile meli zinaweza zinabeba zaidi ya ndege 200. Ndio Wanasema tuna silaha ambazo zinaweza zikaangusha na kuzamisha hizo meli zao. Kwa kweli mvutano wa kidiplomasia umeendelea, mnyukano wa maneno, lakini vile nimeona jana anasema kwamba hana muda wa kuzungumza na Trump. Khamenei. Yani kiongozi mkuu wa Iran anasema hana muda wa kuzungumza na Trump. Kiukweli ukisikiliza anachokizungumza wewe kwa mfano ile pale ile ya nani, hata jeshi lenye nguvu duniani linaweza kupigwa kiasi cha kushindwa kusimama tena. Na hiyo kauli kwanza ukitazama na leo asubuhi wamefunga angalao rasmi mbwai wamefunga angalao na wanasema wameweka silaha zao za kimbinu zinaelekea Marekani. Kuna maeneo ya msingi. Unafahamu kuna maeneo ya msingi kama ile ya Cuba ile. Kwa hiyo wamefunga angalao na unafahamu kwamba Marco Rubio alisema kwamba kukaa kwenye meza ya kidiplomasia na Iran imekuwa ni kazi kubwa zaidi na ni ngumu sana. Kwa sababu wao wakaa kwenye meza mazungumzo wamekuwa wakitafsiri mazungumzo yao kwenye dini yao. Wamekuwa wakitafsiri mazungumzo yao kwenye imani yao. Lakini zaidi sana unafahamu huyo Ayatollah Khamenei, huyu kumbuka ameingia mwaka 1989. Huyu jamaa Ayatollah. Kwa mpaka leo baada ya kufariki Ayatollah Ruhollah Khomeini akachukua nafasi Ayatollah Khamenei. Sasa huyu kutazama viongozi wote wa nchi za Marekani wamemshindwa kumngoa. Sasa kwa Trump vile unafahamu Trump ni mtu ambaye anapenda sifa moja. Lakini cha pili Trump ni kiongozi ambaye anataka kuweka historia. Kwa hiyo yeye vile katika upande wake anataka kutumia mzozo wa Iran kisiasa kuweza kujaribu kuweza kuangusha. Sasa ukitazama kumekuwa na mtifuano wa maneno kati ya utawala wa Tehran dhidi ya utawala wa Washington ambao kimsingi umekuwa ukiongozwa na Rais Trump. Kwa hiyo kauli ya Khamenei kusema kwamba tunaweza kupiga meli zenu tukazizamisha na hatuogopi hata jeshi kubwa lenye nguvu watu wanalichapa vizuri na halitoweza kuamka tena. Bwana huyu jamaa naona kuna wakati kama yeye ndo anaviamsha, kwa sababu kuna wakati mzigo kama unapoa kabisa hivi na unamsikia ila mipaka sasa hivi kaka kuna mzozo wa Iran. Watu ambao naweza nikawapongeza, nimesema mwanzo kushindana Marekani unashindana nchi za NATO na nchi karibia 30 kama hivyo ambavyo wameingia Ujerumani, Ufaransa. Cha kwanza tumpongeze Ayatollah Khamenei kwa misimamo ya kulinda taifa lake kama supreme leader wa nchi. Hilo la kwanza. Lakini la pili lilipokea tumpongeze Abbas Araghchi. Huyu waziri wa mambo ya nje wa Iran ambaye mimi namuita mzee wa VAR. Yes. Anakuwekea VAR pale. VAR afu anakuambia angalia. Acheni mambo yenu. Diplomasia kweli amebeba sana. Anayo pia. Utazama. Inawezekana saa nyingine yeye ndo anabaya namtuliza labda huyu. Sasa huyu Ayatollah ana huyo Abbas Araghchi. Afu mtu aitwa Ali Shamkhani. Ndio. Sasa Ali Shamkhani ndio mwanadiplomasia ambaye amekuwa akimshauri masuala yote ya mambo ya nje huyu Ayatollah. Kwa sababu gani unajua ukisikiza kauli za Ayatollah Khamenei ni kauli ngumu sana. Yani yeye na za kiafidhina haongeagi kauli nyepesi. Mara nyingi akitoa kauli zake ni nzito kweli kweli. Lakini walau kidogo yule yule Abbas Araghchi yeye akija kidogo analainisha. Sasa umejenga ujenzi ule, japo shida ni kwamba yule ni mwanadiplomasia. Huyu yeye alipo huyu sio mwanadiplomasia. Unajua huyu anazungumza hali halisi. Lakini yule waziri wa mambo ya nje akizungumza sasa anazungumza katika kulainisha, kucompromise, kupunguza mambo. Lakini vile vile unafahamu kwamba huyo Ali Shamkhani kwa mfano ambaye amekuwa mshauri mkuu wa masuala ya diplomasia na pale ambapo inapoingia negotiation kati ya Irani na Marekani, huyu jamaa hawezi kuamini wamemwekea vikwazo yeye. Kweli? Yaani jamaa alikuwa na akili nyingi mpaka wamemwekea vikwazo individual.
kwamba huyu alishamkana hataki kusafiri, abaki humu. Kwa sababu jamaa akikaa kwenye meza mazungumzo ana technique nyingi, analinda maslahi, anaweza kutetea maslahi ya nchi. Ndio maana nikasema kwamba mzozo wa Iran na Marekani unatufundisha kwamba diplomasia, negotiation, ile negotiation power, yani uwezo wa nchi kuwa na nguvu kwenye turufu ya mazungumzo, na zile negotiation ambazo kimsingi tumezoea za mediocre, yani negotiations katika kiwango duni. Kwa hiyo katika mzozo wa Iran. Kwa hiyo bwana Mchungu ametuambia hapa kuhusiana na kufunga anga, lakini pia walifunga hata bahari, kama nakumbuka. Mlango wao wa Hormuz kiufupi na wamefanya mazoezi China, Urusi na Iran vile vile. Kwa kambi zao za huko. Kujeka tayari. Kwa hiyo Iran ndio maana na yeye anajitutumua kwa sababu na yeye ana kambi za nje kama ilivyo kwa Marekani. Lakini hii ni muhimu tunapokea kumalizia. Jana ndege ya kimkakati ya Urusi imeenda katika nchi ya Iran. Ndege ambayo inatumika katika kutorosha viongozi. Kwa vile vile inaonyesha namna gani Urusi katika hali yote ambayo inaweza katokea mbele ya safari anaweza kumsaidia katika kulinda utawala. Unafahamu leo hii Bashar al-Assad yupo Urusi. Anapewa hifadhi. Kwa hiyo katika hali yote ya vita utawala wa Urusi unatajwa kwamba unaweza kuwa sehemu ya msingi katika kusaidia na katika kulinda taasisi ya Ayatollah. Wakati unamtaja Urusi bwana, mazungumzo na Ukraine yamegonga mwamba, yamefeli rasmi tuseme hivi. Na tunaendelea kule uwanja, tunaendelea kule kupigana. Mapambano yanaendelea. Yaani Umoja wa Mataifa baada